Haya, baada ya Jaji Othman Chande, mwenyekiti wa tume ya uchunguzi wa machafuko ya Oktoba 29 kuwasilisha taarifa yake kwa Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, Rais ameeleza kusikitishwa kwake na ripoti ya vifo vilivyotokea. Amesema taifa limepoteza vijana na Watanzania wengi, jambo ambalo ni pigo kubwa kwa nchi. Aidha, amesisitiza kuwa tukio hilo linapaswa kuwa funzo kwa Watanzania wote na kwamba ni muhimu kuepuka migogoro na kugombana wenyewe kwa wenyewe, yani Watanzania. Rais Samia amezungumza hivyo. Sasa hivyo ndivyo ambavyo sehemu hii wanaelekea katika hatua ya kupata chakula cha mchana. Kwa mujibu wa ratiba zinavyoendelea, tutaendelea kukufahamisha kile ambacho pia kinaendelea kujiri kila dakika. Cha msingi bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele na kuacha hapa na kile ambacho amekizungumza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Na hii ni Baharia TV. Waheshimiwa, tukae. Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tambua uwepo wa waheshimiwa Makamu wa Rais wastaafu. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na waheshimiwa marais wastaafu wa Zanzibar. Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kitambua uwepo wa mawaziri wakuu wastaafu. Mheshimiwa Musa Azzan Zungu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nikitambua uwepo wa maspika wastaafu wa Bunge. Mheshimiwa George Mcheche Masaju, Jaji Mkuu wa Mahakama ya Tanzania, nikitambua pia uwepo wa majaji wakuu wastaafu. Mheshimiwa Steven Masato Wasira, Makamu Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Tanzania Bara na uongozi wote wa Chama cha Mapinduzi ngazi ya taifa na mkoa mliopo nasi hapa, pamoja na viongozi wa vyama vya siasa mliopo nasi hapa. Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri, waheshimiwa makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, Mheshimiwa Albert Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, pamoja na wakuu wa mikoa wengine mliopo nasi hapa, Mheshimiwa Mohamed Chande Othman, Jaji Mkuu mstaafu na mwenyekiti wa tume, pamoja na makamishna wa tume na sekretarieti ya tume hii, waheshimiwa mabalozi na wakilishi wa mashirika ya kimataifa mliopo nasi, viongozi wa taasisi mbalimbali za serikali na sekta binafsi, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, ndugu wanahabari, wageni wote waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, sisi sote tuliokusanyika hapa na Watanzania wote hatuna budi kuungana kwa pamoja kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na siha njema na kutuwezesha kushuhudia tukio hili la leo kwa mustakabali wa taifa letu. Ni tukio muhimu kwa kuwa sote tulilisubiri ili tuelewe uhalisia wa matukio ya Oktoba 25 na mwelekeo wetu kama taifa. Ndugu wananchi, niliunda tume hii kama ilivyo kawaida ya taifa letu kuunda vyombo vya uchunguzi yanapotokea mambo mahsusi yanayohitaji kuangaliwa kwa kina. Hii ni tume ya 6 au ya 7 katika historia ya nchi yetu. Katika awamu ya pili iliundwa tume ya uchunguzi wa vurugu na vifo katika kiwanda cha sukari Kilombero ya mwaka 1986 iliyoongozwa na Jaji Buxton David Chipeta. Awamu ya 3 tume ya uchunguzi wa kifo cha Luteni Jenerali Imran Kombe ya mwaka 1996 iliyoongozwa na Jaji Barnabas Samata. Tume ya uchunguzi wa tafrani baada ya uchaguzi kisiwani Pemba mwaka 2001 iliyoongozwa na Jaji Brigedia Jenerali Hashim Mbita.
na baadaye mimi mwenyewe nikawa mjumbe kwenye kamati ya reconciliation ya tukio lile. Awamu ya 4, tume ya uchunguzi wa mauaji wafanyabiashara wa madini yaliyofanywa na polisi wa mwaka 2006 iliongozwa na Jaji Kipenka Musa. Tume ya uchunguzi ya uvunjifu wa haki za binadamu na vifo wakati wa operesheni ya wafugaji kutoka bonde la Ihefu na changamoto zake ya mwaka 2007 iliongozwa na Jaji Othman Chande, huyu tuliyemtumia tume hizi. Tume zote hizi matokeo yake hayakuwa bayana. Lakini awamu ya 6, kama mnavyojua, tuliunda tume ya kuangalia mfumo wa haki za jinai na haki za wananchi, mwenendo kesi za jinai na haki za wananchi. Lakini pia tume hii ambayo imechunguza matukio ya vurugu kabla na baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025 ya Jaji Othman Chande, na tume hii tulitangaza bayana na leo imetupa matokeo ya uchunguzi bayana. Ndugu zangu, kwa muktadha huo nitumie fursa hii kukupongeza sana Jaji Mkuu mstaafu Mheshimiwa Mohamed Chande Othman, makamishna pamoja na secretariat ya tume kwa kazi kubwa mlioifanya kwa juhudi, weledi na uzalendo mkubwa. Mmefanya kazi katika mazingira magumu, mmeweza kuvivuka vihunzi vyote na kudhihirisha uwezo wa nchi yetu kushughulikia changamoto zake wenyewe. Tena kwa kutumia methodolojia na viwango vya kimataifa. Aidha, naungana na mwenyekiti wa tume katika kuwashukuru sana wananchi waathirika wa matukio ya Oktoba 2025 sambamba na wakilishi wa makundi maalum na asasi za kiraia, viongozi wa serikali waliopo kazini na wastaafu, na viongozi wa vyama vya siasa waliojitokeza mbele ya tume. Ushirikiano wenu kwa tume umedhihirisha utayari wenu kushiriki safari hii ya kutibu majeraha yaliyotusibu au yaliyolisibu taifa letu. Vile vile, naishukuru jumuiya ya kimataifa na nchi marafiki kwa kuonesha kusikitishwa na changamoto hii kubwa katika historia ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa alimtuma mjumbe maalum Mheshimiwa Balozi Perfect Onanga Anyanga. Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Madola alimtuma mjumbe maalum Rais mstaafu wa Malawi Mheshimiwa Dr. Lazarus Makathi Chakwera, na vile vile Umoja wa Viongozi Wanawake wa Afrika AULAN ukiongozwa na mwenyekiti wake Rais mstaafu wa Jamhuri ya Liberia Mheshimiwa Ellen Sirleaf walikuja nchini kufuatilia yaliyotokea. Wote hao tumefanya nao mazungumzo na mashauriano yenye kulinda na kujenga hadhi ya nchi yetu. Wote wametuhakikishia utayari wao wa kushirikiana nasi katika hatua yoyote ambayo tutaona tunahitaji msaada na ushirikiano zaidi. Na washukuru pia wadau wote waliokubali kukutana na wajumbe hao maalum, wakiwemo viongozi wa vyama vya siasa. Kwa upande mwingine, wapo waliotumia matokeo ya Oktoba 2025 kutusimanga na kutunyoshea vidole. Hatukushangaa sana kwa sababu mitazamo ya wanadamu haifanani, na kulikuwa na upotoshaji mkubwa wa habari za tukio hilo uliofanywa na vyombo vya habari hususan vya nje ya nchi na vya kimataifa. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.